Nako kule Songwe, askofu wa Dayosisi ya Konde Godfrey Mwakihaba ameongoza ibada ya uzinduzi wa usharika mpya wa Isongole wilayani Ileje mkoani Songwe na kuwakumbusha waumini katika usharika huo pamoja na kanisa kudumu katika maombi na sala. Akizungumza wakati wa mahubiri ya ibada hiyo iliyohudhuriwa na wakuu wa majimbo mbalimbali, kwaya pamoja na viongozi wa serikali, Askofu Mwakihaba amewasihi Wakristo kumkimbilia Mungu na kudumu katika maombi, kwani hilo ndilo agizo la Yesu Kristo kwa wanafunzi wake, hivyo hata sisi tunapaswa kulitekeleza. Kwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Ni vizuri lifahamike kuwa ni mkakati endelevu, sio jambo la siku moja. Ni agizo. Angekuwa mtu mmoja angeambiwa omba, ila kwa sababu alikuwa anaongea na watu wengi anasema ombeni. Mmoja aliambiwa omba, lakini kwa kuwa walikuwa ni wengi, kanisa linaambiwa ombeni, ni wengi. Na watu wa Mungu, labda niseme hivi, kwa kuwa hakuna idadi ya majaribu na haifahamiki hata idadi ya kuomba, maombi hayana idadi. Tumekuwa tunajua idadi ya majaribu, basi tumekuwa tumeshakadiria aina ya maombi. Kwa upande mwingine, Askofu Mwakihaba ameshukuru viongozi wa serikali namna wanavyoshirikiana taasisi za dini katika kuwatumikia wananchi, huku akipongeza juhudi zinazofanywa na serikali katika kutoa huduma za kijamii nchini. Uongozi wa serikali, jitihada za serikali kwa ajili ya mengi katika kujali wananchi wake tunaziona. Katika hayo, baadhi uboreshaji wa miundombinu ikiwezekana, na inawezekana barabara au mkeka au kutoka kule Pemba mpaka huko tunafika kirahisi. Na wasiwasi hata mtu anayejituma kwa zoezi tunaweza kutoka hapa na maskini mpaka Pemba. Naweza, ila sina uhakika kama mimi nikienda pala futarudi na nilipande gani. Kwa upande wake, mchungaji mwenyeji wa usharika huo mpya Anastasia Panja ameeleza namna uzinduzi wa usharika huo utakavyoenda kusaidia kazi ya kiroho pamoja na kuokoa watu ambao wako katika vifungo vya shetani, huku akiwasihi Wakristo waliokoka na kukubali kumfuata Yesu na kumkataa shetani na kazi zake kuendelea kuishi katika kumpendeza Mungu. Nimejawa na furaha sana namna ambavyo Mungu amefanya mambo ya ajabu. Kweli tumejawa na kumshukuru Mungu sana, mimi pamoja na halmashauri nzima ya usharika huu wa Isongole. Tumefurahi kuwaona watu mbalimbali waliotutembelea na waliokuja kutusapoti katika jambo hili, na ashukuriwe Mungu kwamba katika usharika wetu wa Isongole, pamoja na kwamba ziko changamoto mbalimbali, lakini Mungu ametufanyia furaha katika jambo hili lililojitokeza siku ya leo. Kupitia jengo hili tunaamini ongezeko la Wakristo litakuweko na watu kiroho wataimarika, na kimwili pia watu watapata faida kwa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kumwacha mtu yeyote apotee na apate hasara katika kumtumikia Mungu. Aidha, kwa upande wao, Wakristo waliohudhuria katika ibada ya uzinduzi wa usharika huo wameelezea namna ambavyo wamekuwa wakishirikiana katika kufanya kazi ya Bwana na kukamilisha ujenzi wa kanisa hilo, huku wakiahidi kuendelea kulitangaza jina la Bwana kupitia huduma mbalimbali katika usharika huo, jimbo pamoja na diocese. Namshukuru Mungu maana tumejaa furaha kupata usharika na kuieneza injili ya Bwana kupitia hili kanisa letu. Tunashukuru sana Mungu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tulikuwa tunaweka harambee, tunachangishana michango mpaka kukamilisha kanisa letu mpaka limefikia hatua nzuri. Tunamshukuru sana Mungu mpaka siku hii ya uzinduzi. Tunamshukuru sana Mungu. Lakini baadhi ya maeneo nakuta imetolewa changizo ya namna hiyo linaingia kwenye matumizi, na ndio kweli tunaona, lakini kile kitendo cha kutuambiwa namna ilivyotumika, ilipatikana shilingi ngapi na imeshaje, nini kimebaki, nini kinaendelea, isipotolewa ile feedback kwa waumini, basi hicho kinafanya watu wengi waone kama pale pana upigaji.
Hekalu hili ambalo limejengwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litakuwa na kazi kubwa ya kueneza Injili na kuwakomboa Wakristo ili waweze kupata huduma ya neno la Mungu na kulicha jina la Bwana. Habari hiyo kutokea huko Nyanda za Juu Kusini Mbeya inatusogeza mpaka kule Lindi. Mkuu wa jimbo la Kaskazini Mashariki KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki, Mchungaji Francis Mandamu amewataka wanawake kusimama katika nafasi yao ya malezi ya familia ili kupunguza changamoto ya mmomonyoko wa maadili. Amesema hayo wakati akizungumza na Upendo Media mara baada ya ibada Jumapili ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani iliyofanyika katika ushirika wa Kilwa Masoko uliopo wilayani Kilwa mkoani Lindi, ambapo amesema bado hali hairidhishi kutokana na sababu mbalimbali, hivyo wanawataka wanawake kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yao ili afanye baraka kwao na familia zao. Kwa hiyo wito wangu kwa kina mama kwamba kila mwanamke atambue nafasi na wajibu wake aliopewa na Mungu. Maana tunatambua katika hali ya wanawake kikaa katika hali ya utumishi na hofu ya Mungu, hata kanisa la Mungu litakuwa limeimarika, lakini hata katika maisha ya familia itakuwa imeimarika na hata uchumi utakuwa umeimarika. Kwa hiyo waishi maisha ya umoja na upendo wa Mungu. Zaidi yote katika maisha yao mtangulize Mungu kwa kila nafasi ambayo wanapewa, iwe ndani ya kanisa, iwe katika jamii, lakini vile vile hata katika taifa. Maana kuyafanya yote katika Bwana, hakika anaweza kufanikiwa vizuri. Akihubiri katika ibada hiyo, mwenyekiti wa Injilisti Usharika wa Mtoni wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Joyce Milangton, yumbishwa katika imani, badala yake wasimame imara kulinda familia zao kwa sadaka zinazoacha alama katika kizazi na kizazi. Haya ni majira ya mwisho. Haya ni majira magumu sana. Wengi watakwenda huku na huku, watatangatanga. Sasa hivi watu kwenye makanisa wana fellowship, wana ibada zaidi ya 3. Akitoka haraka kesha kimbia kule, kuna wiki huko anaenda kwenye chumvi, huko anaenda kwenye sabuni. Yani kila mtu kwenye vipochi vya wamama kama uganga. Ukifungua kuna vifuta, kuna viperfume, kuna vichumvi, kuna makorokoro ya kila aina. Huo ni uganga umetengenezwa kistaili. Ukienda kisomi na wenyewe sasa hivi uko kisomi. Ukienda kienyeji na utakukutana wewe kienyeji. Bado neno la Mungu ni nguzo. Watu sasa hivi hawatembei na Biblia. Wanasema iko kwenye simu. Na kwenye simu hamna, kuna tamthilia zote. Anatoka hapa na basi mpaka mwisho wa kituo. Anaangalia tukio hili. Tathmini. Tumenyang'anywa kitu kikubwa. Tumewekewa kitu cha muda ambacho Yesu anatamani kuona kuna mtu kwenye ukoo wako, kuna mtu kwenye familia yako, kuna mtu atakayesimama baada yako. Piga picha, funika macho, rudi nyuma. Ukiondoka leo umekufa. Nani ni baba kwenye nyumba yako? Nani atakuwa ni mama kwenye nyumba yako? Na baadhi ya wanawake walioshiriki ibada hiyo wameizungumzia nafasi ya mwanamke, wakikumbushana umuhimu wa kumlilia Mungu hata katika nyakati hizi ambazo matukio ya kikatili ya kijinsia yameshamiri. Sisi wanawake hatupambani na wanaume, bali tunapambania mila potofu ambazo zinatukandamiza sisi kama wanawake. Wanawake tumekuwa tukionekana kama wamama wa kukaa tu nyumbani, wamama tu wa kulea watoto nyumbani, lakini sasa hivi tujue kwamba tuna fursa. Tukiwezeshwa tunaweza tukafanya vizuri sana. Sasa tukiwa kama wazazi au tukiwa kama wanawake, tunakumbushwa majukumu yetu. Tunatakiwa tusimame kwa nafasi yetu katika malezi na namna ya kuwalea watoto wetu. Tuwafundishe namna iliyokuwa sahihi ya maisha ya kuishi. Tena tuwafundishe kuishi wakiwa na hofu ya Kristo. Kama tunavyojua, mwanamke anaposimama katika zamu yake, taifa linakuwa salama, watoto wetu wanakuwa salama, vijana wetu wanakuwa salama, kwa sababu tutapata muda wa kuomboleza ili Mungu aweze kukumbuka kilio chetu. Ni rai yangu na kutoa wito kwa mama wote, tukae katika zamu yetu, tumkumbushe Mungu, tumdai Mungu haki zetu ili tuweze kupata kizazi kilicho salama.
Haya, bado tunaendelea kusherehekea siku yetu wanawake, lakini tukirejea hapa jijini Dar es Salaam, wazazi wenye watoto wenye changamoto mbalimbali zikiwemo za usonji na utindio ubongo wameshauriwa kutokata tamaa, badala yake waendelee kuwasaidia zaidi, kwa kuwa watoto wa namna hiyo wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa na vya kushangaza. Mratibu wa mizo inayoingia nchini kutoka kampuni ya Orica inajishughulisha na ulipaji migodi, Angela Tenga, ameyasema hayo wakati wakitoa msaada vitu mbalimbali yakiwemo magodoro, mashuka na mahitaji mengine kwa watoto wa kituo cha Mtoni maalum jijini Dar es Salaam. Ninapenda tu kusema watoto wenye mahitaji maalum, na tuliona siku yetu tuimalizie hapa. Tusiende sehemu nyingine labda kwenye starehe au kufanya nini, hapana. Kama wanawake, kama wamama, katika kuchangia, moja ya kuchangia shughuli za kitaifa ni kutiana moyo pale mnapoona wenzenu wanafanya na wanafanya kazi kubwa. Mtoni, hichi kituo kinafanya kazi kubwa kwa sababu tunajua kwamba watoto wanapokuwa kwenye hiyo situation wanahitaji malezi ya tofauti, na katika yote wanahitaji upendo wa hali ya juu. Sio kitu kirahisi. Anapokuwa kidogo inakuwa rahisi, lakini katika umri wao sasa hivi wanahitaji upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo tunajua hapa Mtoni watu wake waliokuwepo wanafanya kitu kikubwa sana, kwa sababu kuna upendo mkubwa wanawafanyia, na pamoja na mambo mengine mengi, ili kuhakikisha kwamba watoto wanaendelea vizuri na wanafuraha. Tumekaa Wanawake wengine kutoka katika mikoa mbalimbali wanaofanya kazi migodini, akiwemo Injinia Kabula Mayenga, wamesema wameguswa na watoto hao, huku wakisisitiza umuhimu wa upendo, hususan watu wenye changamoto hizo, ili nao wafurahie kuwa sehemu ya jamii. Moja na zawadi mbalimbali ambazo tumejaliwa, ambazo kama kampuni pia imeweza kutuwezesha tuweze kuja kuwatembelea watoto hawa, na tunamshukuru Mungu kwa hili, na tunaomba Mungu kwa hichi kidogo ambacho tumejaliwa basi kikawe sadaka, na azidi kubariki kampuni yetu, awabariki pia na ninyi ambao mnawalea watoto hawa. Na wanawake wengine wachukulie kufanya kazi kwenye mazingira kama migodini ni kitu cha kawaida, kwa sababu ni dunia yetu imekuwa sasa hivi. Mwanamke anaweza kufanya kitu chochote ambacho mwanaume anafanya, na kwa watoto pia ambao wanatamani kufika hizo sehemu waone ni kitu cha kawaida na inawezekana kufanya hivyo kama ambavyo sisi tumefanya na tumefikia hapa. Tupendelea kuja kushiriki kwa sababu na watoto wenye mahitaji maalum, kwa sababu imeonekana ndio kundi ambalo linasaulika sana na jamii. Na pia nilichojifunza leo hapa, nilikuwa sifahamu kama kuna aina tofauti za watoto wenye mahitaji maalum, hasa mfano wenye usonji, wenye autism, Down syndrome. Hiyo nimeweza kufahamu baada ya kufika hapa kituoni. Na pia kama mama au kama mzazi, na nimefahamu kwamba nina wajibu wa kumsaidia mtoto mwenye mahitaji maalum ili na yeye aweze kupata mahitaji yake kama mtoto wa kawaida ambaye yuko amezaliwa vizuri. Mratibu wa kituo hicho Winifrida Malumbo, pamoja na kushukuru wanawake hao kuamua kusherehekea siku ya wanawake katika kituo cha Mtoni, amesema watoto wenye changamoto hizo bado ni wengi, hivyo nguvu ya pamoja inahitajika zaidi, na kwamba Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dar es Salaam Mashariki na Pwani inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa Bagamoyo ili kuwafikia watoto wengi zaidi. Katika maadhimisho haya, wanawake kutoka kampuni inayohusika na migodi Tanzania wameshiriki katika kuonesha upendo kwa watoto wenye mahitaji maalum. Sisi kama kituo tunamshukuru Mungu kwa upendo ambao wameonyesha kwetu na kwa sadaka ambazo wametoa kwa ajili ya watoto wetu. Wametuletea vifaa mbalimbali ambavyo vitawezesha ustawi wa watoto wetu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wanawake na huduma ambao wameshirikiana nasi siku hii ya leo.